Baduke Stats, Sport Next Level. Yes, tunaweza kusema hii sasa shughuli imeshakuwa nzito. Ndio, wekundu wa Msimbazi Simba wanawakaribisha RS Berkane katika fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika kwa msimu 2024-2025. Watanzania wanachohitaji ni kuona wekundu wa Msimbazi Simba wakipindua meza kibabe. Kwa sababu katika mechi ya kwanza walipoteza kwa mabao 2-0, lakini sasa Simba wako nyumbani wanawakaribisha RS Berkane. Matarajio ni kuona Simba wakipindua meza kibabe na hatimaye kutoa taji hili la kombe la shirikisho barani Afrika kwa msimu huu. Na itakuwa ni historia kwa klabu ya Tanzania kutoa ubingwa wa michuano ya klabu ya CAF tangu kupata uhuru. Sasa ili ifanikiwe ni lazima Simba ambayo katika mechi ya kwanza ilipoteza kwa mabao 2-0 walau ishinde 2-0 na yenyewe, ili matokeo ya jumla yawe 2-2 kwenda kwenye mikwaju ya penalty ambazo huwa hazina mwenyewe, ni 50-50. Simba walifanya hivyo pia katika mechi dhidi ya Al Masry katika hatua ya robo finali. Kule Misri walifungwa 2-2, lakini kwa Mkapa wakashinda 2-2 kwenye mikwaju ya penalty. Simba wakasonga mbele hatua ya nusu finali ambapo walikuja kukutana na Stellenbosch Afrika Kusini. New Amani Complex pale Zanzibar wakashinda 1-2. Kule Afrika Kusini matokeo 2-2, matokeo ya jumla Simba wakashinda 1-2, wakaingia katika finali. Lakini sasa hii RS Berkane sio Al Masry. RS Berkane wako vizuri zaidi, wanaongoza 2-2. Kwa lugha nyingine, kama ni asilimia, RS Berkane kwa vyovyote vile wao wana nafasi kubwa zaidi. Ndiyo, ni zaidi ya 50% kwamba wao wanaweza katoa ubingwa huu, kwa sababu kwenye matokeo yoyote yatakayokuwa ya sare, RS Berkane ndio tutakayokuwa mabingwa, kwa sababu tayari walishashinda 2-2. Lakini wakifunga walau bao moja katika dakika hizi 90, wekundu wa Msimbazi Simba watalazimika walau kushinda mabao 3 zaidi, kwa maana ya kwamba kushinda 4-1, 5-1 na kadhalika, kwa sababu Simba wakishinda 3-1 kwa mfano, matokeo ya jumla yatakuwa 3-3. Kwa kanuni ya bao la ugenini, maana yake RS Berkane ndio watakaokuwa mabingwa hata kama watafungwa 3-1. Wakifungwa 2-1, RS Berkane ni mabingwa. Sare yoyote, RS Berkane mabingwa. Ushindi wa Simba wa moja kwa moja ndani ya dakika 90 ili kuepuka mikwaju ya penalty, manake lazima wafunge kwa tofauti ya mabao 3, margin ya mabao 3, kwa maana kwamba 4-1 au 5-2 au na kadhalika, kwa maana kwamba ianzie tofauti ya mabao 3 kwenda juu ndani ya dakika 90. Vinginevyo kama RS Berkane wakifunga bao, hakuna namna nyingine Simba isipokuwa lazima ishinde mabao 4 ndipo itoa ubingwa. Kwa hiyo kwa vyovyote vile kwenye makaratasi wala tusipeane moyo, kweli mlima ni mzito, na hasa kwa kukumbuka kwamba RS Berkane baada ya mechi 11 za michuano hii ya kombe la shirikisho barani Afrika kuanzia hatua ya makundi mpaka sasa wamefunga mabao 20, wameruhusu mabao 2 tu. Ndipo hapo unaona kwamba kuna changamoto, lakini inawezekana. Kwenye kuwezekana huku ni pamoja na uthabiti katika kuzuia, uthabiti katika kutumia nafasi zinazopatikana. Mechi iliyopita RS Berkane walipiga mashuti 14, kati ya haya 6 on target. Simba walipiga mashuti 9, kati ya haya 0 on target, wakashinda 2-2. Ili Simba ifanikiwe, unaona hata kwenye takwimu hapa, wazuie hii kasi ya RS Berkane katika kulifikia lango lao, lakini pia waongeze umakini katika nafasi wanazojitengenezea wenyewe ili wafunge. Na ili kufunga lazima kupiga mashuti ya kulenga shabaha. Hapa ndipo penye mtihani, lakini hii imeshapita. Hii ni mechi ambayo ilifanyika kule Berkane tarehe 17, Simba wakafungwa 2-2. Sasa katika mechi hii ya marudiano siku ya Jumapili, maana yake Simba lazima wafanye kazi maeneo yote mawili haya. Mtihani uliopo katika eneo hili la RS Berkane katika kushambulia ni kwamba katika kikosi chao kwenye mechi iliyopita kuna baadhi ya nyota walikosekana katika eneo la kushambulia. Nyota hawa ni pamoja na mchezaji wa kimataifa kutoka Senegal anaitwa Paul Bassene. Yes, Paul Valer Bassene. Huyu ni tatizo, na ndio maana hapa ni walau kukumbushana tu kwamba huyu mwamba lazima adhibitiwe vya kutosha ili kuipunguzia makali RS Berkane katika eneo la kushambulia. Ama kwa mfumo wa timu katika kucheza, kwa maana kwamba Simba labda iendelee na ubora wake wa kumiliki sana mpira, ili RS Berkane wasipate fursa za kufikisha mipira kwa wachezaji wao hatari. Wapo wa kutosha pale mbele, lakini nazungumzia huyu Paul Valer Bassene
ambaye yeye kurejea kwake kikosini kama anarejea mgongoni namba 30 ni tatizo katika mipango ya Simba kwenye kuzuia. Kwa hiyo lazima kujua namna gani kocha Fadlu Davids na kikosi chake kuona namna gani wanadhibiti makali kutoka kwa mchezaji huyu wa kimataifa wa Senegal. Haimaanishi kwamba wengine nao waachwe. Bado wana wachezaji wengi wenye hatari, wakiwemo mshambuliaji wao kinara Osama Lamliwi, lakini winga kutokea upande wa kushoto huyu ni Yusuf Mehri ambaye katika mechi ya kwanza alianzia upande wa kulia kwa sababu Valer hakuanza kwa maana Bassene kwa sababu ya majeraha. Sasa kwenye hawa waliotua Zanzibar, Paul Valer Bassene ni miongoni mwa wale waliotua, na taarifa ni kwamba yuko fiti, anaweza kupata nafasi ya kucheza. Wapo wengi wa kuadhibiti. Hapa tunamjadili huyu Paul Bassene. Yeye ni mchezaji wa kimataifa kutoka Senegal. Umri wake ni miaka 24. Age. Tunasema age, umri ni miaka 24. Hivi sasa ndio umri wake. Kwa maana alizaliwa mwaka 2001. Lakini urefu wake Bassene ni urefu 5 na inchi 9. Inatajwa hivi 5 na inchi 9. Lakini guu lake lenye nguvu zaidi ni kushoto, foot kushoto. Huyu Paul Bassene left footer huyu. Lakini pamoja na kwamba guu lake lenye nguvu la kushoto, humudu kucheza pia nafasi ya winga wa kulia ambako anakuwa kama inverted winger, na ndipo hutumiwa zaidi na mwalimu Moin Shabani katika kucheza kwake kwenye mfumo wa baada ya golikipa. Anakuwa na walinzi 4, kiungo mmoja, viungo 4, mshambuliaji mmoja. Katika viungo 4 Paul Bassene yupo katika 4 upande wa kulia, lakini guu lake lenye nguvu la kushoto. Kwa lugha nyingine ni inverted winger, kwa maana kwamba anacheza upande ambao guu lake lenye nguvu zaidi siko lilipo. Kwa hiyo cheza yake huwa anaingia ndani, tunasema na cut in, halafu anapiga moja kwa moja kwa guu lake la kushoto akiwa anamtazama golikipa, au anatoa zile pasi tunasema pasi mshazari, diagonal passes kwenda kwa wenzake kina Osama Lamliwi, kwenda kwa kina Ayubu Khairi wanapopanda, kwenda kwa kina Yusuf Mehri anaingia ndani wakati yeye akiwa na mpira upande wa kulia na wengineo. Lakini wakati mwingine pia hucheza kutokea kushoto akiwa kama orthodox winger. Yaani anacheza upande ambao guu lake lenye nguvu ndipo lilipo, anamudu sana. Anaweza pia kucheza kama mshambuliaji kinara. Yes, nyuma ya mshambuliaji kinara, yani kama namba 10 fulani. Kwa lugha nyingine, Paul Bassene pale mbele pote ana uwezo wa kuchafua, kutoka kulia, kutoka kushoto, kutoka katikati. Lakini katika utaratibu wa mwalimu Moin Shaban, yeye huwa anatokea kulia. Yani baada ya golikipa Munir Mohamed baada ya walinzi 4, yule kiungo mmoja mbele pale tunatambua vizuri akiwa fiti, anayeanza ni Mamadou Lamine Camara, mchezaji kimataifa wa Senegal ambaye katika mechi iliyopita aling'ara sana, ndiye alikuwa chanzo cha Simba kudhibitiwa mno eneo la kati, alifunga bao katika ushindi wa 2-2 aliyotoka kuelezea. Lakini mbele yao kwenye viungo 4 kama nilivyotoka kueleza, upande wa kushoto huwa ni Yusuf Mehri au Mohamed El Morabit ambaye katika siku ile ya mechi ambayo Simba alifungwa 2-2 aliingia, lakini alitoka baada ya kujeruhiwa. Aliingia dakika 74 akatoka dakika 87 akaingia Mateus Santos, mchezaji wa kimataifa kutoka Brazil mgongoni namba 7. Lakini upande wa kulia ndipo anapatikana Paul Bassene. Mechi iliyopita hakuwepo, kwa hiyo alianza Yusuf Mehri ambaye kwa kawaida huanzia kushoto. Akiwa Paul Bassene yupo, Yusuf Mehri anatoka kushoto, Paul Bassene anatoka kulia. Mechi iliyopita Mehri alianzia kulia, kushoto wakacheza wengine kama nilivyotoka kueleza, kwa maana akina huyu unatoka kumtaja Mesut, lakini na El Morabit. Lakini pia kwenye nafasi hii ya kulia huwa anacheza pia Yusuf Zigud, anaweza kucheza pia nafasi hiyo. Lakini akiwa Paul Bassene ndiye anaanza. Sasa kwenye kucheza kwake kwenye michuano hii ambapo Berkane amecheza mechi 11, yeye ameshacheza mechi 8. Katika mechi 8 hizi alizocheza amecheza kwa dakika 489. Ni wastani wa kucheza dakika 61 katika kila mechi. Kwenye kucheza huko amegusa mipira, tunasema touches. Kagusa mipira mara 192, halafu akatoa pasi. Pasi alizotoa katika mechi hizi alizocheza, katoa pasi 98, zilizofika ni pasi 71. Tunasema ni ufanisi wa takriban 73% wa pasi, passing accuracy. Lakini kapiga mashuti shots, kapiga mashuti 16
yaliyolenga lango? Mashuti 7. Katika haya mashuti 7 yaliyolenga lango, hapa ndo balaa lake lilipo. Amefunga mabao, sema goals. Kafunga mabao 3, lakini pia katoa assist 1, 1 assist. Kwa lugha nyingine, kachangia mabao 4 kati ya mabao 20 ambayo mpaka sasa yameshafungwa na RS Berkane katika michuano hii. Paul Bassene sio tu kwenye kushambulia ni mkali. Wakati mwingine anafanya majukumu ya kupambania mpira pindi anapopoteza mpira. Paul Bassene, mipira ya juu kwa mfano, kwa urefu wake wa 5 na inchi 9 anatoka kuelezea, amepigania aerial duels, tunasema mipira ya juu. Kapigania mipira 24, kafanikiwa mipira 12 Paul Bassene, ambayo ni 50% ufanisi. Hiyo itoshi. Paul Bassene mipira ya chini, tunasema ground duels, hajalala, anapambana kweli kweli. Kapambana mipira ya chini 42, kafanikiwa mipira 17. Hii ni takriban ufanisi wa 40% Paul Bassene. Lakini hiyo itoshi vile vile. Paul Bassene huwa panapobidi, wakati anafanya pressing, shinikizo kule kwa juu, anafanya shinikizo, wakati mwingine mpaka hucheza faulo za kimbinu ili kuzuia mashambulizi ya kushtukiza kuelekea langoni kwao, kwa sababu wakati mwingine wanapokwenda kushambulia, wachezaji wake wa eneo la kiulinzi, viungo wote wanakuwa eneo la juu sana, yani karibu na kati ya mstari wa uwanja. Kwa sababu hiyo, wapinzani wanaponasa mpira kutoka katika eneo lao kwenye final third ya RS Berkane, kwenye eneo la kwanza la ulinzi la timu pinzani, inaweza kapigwa mipira mirefu, mashambulizi ya kushtukiza, wakaja kuruhusu bao. Sasa unafanyaje? Ni kwamba wale wa mbele ni jukumu lao sasa kufanya pressing, shinikizo, ili wapinzani wasipate fursa ya kupiga hiyo mipira hatarishi, mipira mirefu ya kwenda kumfikia golikipa Moner Mohamed. Wanaofanya jukumu la kufanya pressing, shinikizo, wazuri sana ni pamoja na huyu Paul Bassene, ambaye kwenye shinikizo hilo wakati mwingine hucheza faulo ili kudisturb, kuzuia mashambulizi ya haraka ya kujibu ya timu pinzani kuelekea kwao. Kwa sababu hiyo amecheza faulo katika mechi hizi. Amecheza faulo 10. Lakini Paul Bassene miongoni mwa sifa zake, ana kasi sana. Uwezo wa kudribble mpira ni mkubwa. Ana uwezo mkubwa kupiga chenga. Matokeo yake huwafanya wapinzani walazimike kumchezea faulo ili kumdhibiti na yeye. Kwa sababu hiyo amechezewa faulo 11. Yeye amecheza 10. Hii dribbling, huku kukokota ninako kuelezea, katika mechi hizi amefanya dribbling, kukokota mpira mara 9, kafanikiwa mara 4. Yes, huyu ni Paul Valere Bassene. Ana balaa kweli kweli. Ameonekana akitua visiwani Zanzibar, ni miongoni mwa wachezaji ambao wako fiti, wanaweza kupata dakika za kucheza katika mechi hii. Pindi akiwepo uwanjani, mgongoni namba 30, bila shaka wakati wa kutekeleza majukumu ya kiulinzi ya wekundu wa Msimbazi Simba, mabeki wake kina Shamu Karabu, kina Abdurazaki Hamza, kina Shemalon Fondo, Shomari Kapombe, Mohamed Hussein Shabalala, viungo akina Fabrice Luamba Ngoma, akina Yusuf Kagoma, awe Deborah Fernandez Mavambo, Agustine Okejefa, Mzamiru Yasin, yeyote wanapaswa kujua kwamba miongoni mwa wachezaji nuks wal balaa wa RS Berkane wanaweza kuleta madhara pindi wakipata nafasi hiyo, ni pamoja na huyu Paul Bassene ambaye alikosekana katika mechi ya kwanza kwa sababu ya majeraha. Mechi hii anaweza kapata nafasi kwa mwalimu Moi Shaban hapo kwenye uwanja New Amani Complex visiwani Zanzibar. Bila shaka kocha Fadlu Davis, kwa kuwa anawafahamu vizuri, kwa sababu msimu uliopita alikuwa katika ligi kuu ya Morocco katika klabu ya Raja, aliwahi kucheza nao hawa, anajua mengi. Bila shaka atatafuta jawabu ili kuwapa furaha wekundu wa Msimbazi Simba, kuwapa furaha wa Tanzania kwa kuhakikisha anapindua meza kibabe. Sio mechi rahisi hata kidogo. Hii lazima tupeane ukweli. Lakini inawezekana. Ndiyo, kwenye uwanja New Amani Complex visiwani Zanzibar, matarajio mashabiki wataujaza uwanja na wengi wao watakuwa nyuma ya wenyeji wekundu wa Msimbazi Simba katika uwanja huo wa nyumbani, uwanja wa kisasa, uwanja wenye nyasi, tunasema nyasi chotara, hybrid grasses, mchanganyiko wa nyasi asili na nyasi bandia zinazoruhusu boli kutembea. Je, itakuwa vipi? Mtazamaji wa channel hii ya Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuiunga mkono kwa kuhakikisha kwamba una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye. Mbwaduke Stats Sport Next Level.